Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Nendeni ulimwenguni kote mkayajuze mataifa kwamba hii ni Nyarugusu Camp. Nendeni ulimwenguni kote mkayajuze na kufundisha kwamba ligi inayochezwa hapa Nyarugusu Camp ndio ligi nambari 1 kwa ubora barani Afrika kwa upande wa kimbizi. Tukiwakilisha Tanzania vyema kabisa. Tukinguruma kwa mitambo ya Kasako Media na kuhakikisha matangazo haya yanakufikia moja kwa moja hapo ulipo ulimwenguni kote. Mimi ni Filson Mwanasi, el Profesa Amosi, niite mwamba burudani. Leo nipo na cameraman mahiri sana Johnny Robert Bandawe. Tukihakikisha mambo yanakwenda vyema kwenye uwanja huu. Inakwenda kuandikwa historia mpya kabisa kwenye uwanja wa Sevu Stadium. Ni Manakali mwenyeji wa mchezo huu wa leo akimkaribisha San Siri kuchuana hii leo hapa. Watu wenye wembe mkubwa sana lakini watu wenye jua. Mambo ni yente kwenye uwanja huu. Manakali ana historia yake ya mwisho kwenye uwanja huu ni kufunga Fizira 2-1. Ndio mechi yake ya mwisho. Tuangalie mechi ya pili. Kutokea hapo itakuwa na aina gani kwa upande wake. Taratibu za mwisho zitafanyika ili kutimua bunge kwenye uwanja wa Sevu Stadium. Mambo ni yente, mambo ni fresh, jua la ushalipo vyema kabisa kuwashindanisha miamba hii miwili. Lazima kupatikane mshindani siku ya leo, sio hombi. Kumbuka uwanja wa Sevu Stadium ni mzuri kwa matumizi mazuri lakini sio mzuri sana kwa matumizi mabaya. Ukiwa umechomoka kwa uwanja huu kinyamera unaweza ukakulilisha pakubwa mno. Lakini umwagaji wa machozi kwenye uwanja wa Sevu Stadium ni kama mbolea tu, huwa haileti athari yoyote ile kwenye uwanja huu. Basi tusitazame vikosi vyote viwili vya siku hii ya leo za miamba miwili na kwenda kutunishana misuli vikali mno kwenye jua hili la ushindani la Nyarugusu. Shalom Afrika Mashariki, shalom Tanzania, shalom kwa Kigoma. Karibuni sana Sevu Stadium. Karibuni sana Nyarugusu kwenye burudani yake ilikozaliwa. Mambo yameanza katikati mwa uwanja. Imani Magoa kutoka Manakali umeshushwa kule chini kabisa mwa uwanja. Wakianza 0. Umepoa sana wa mpira. Lakini mambo yatakuwa ni sawa kwa dakika zijazo. Ni wakurusha kuelekea San Siri. Yuko pale Rashidi. Ameanza haraka sasa Rashidi. Jamaa kinua macho vyema Manakali kutafuta bao la kwanza kwa dakika hizi lakini imeshindikana. Majalo mengi sana ya jana faida kwa upande wa Manakali. Katikati mwa uwanja umepelekwa majalo mengi sana lakini imekuwa ndogo sana kwa beki big defender. Katikati mwa uwanja ametokea vyema lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo, ameublock mpira huo watu wa San Siri. Ele kapteni 10 imekaa mgongoni lakini umiliki ni kwao bado wakidanganya watu kule. Wamekwenda kushoto mabeki wao. Mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Hunga umezidi maji, wamepokwa mpira sasa wameenda ni haraka amepokea kapteni Ramsey. Kapteni umeongeana ndogo moja kabisa, kibendera kipo chini, imepigwa vipesi kutafuta bao lakini imeshindikana. Mpango unafanyika wa haraka kwa upande wa Manakali kutafuta bao lakini wanakaa vyema. San Siri yuko pale. Mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Ni katikati mwa uwanja tena wamepokea vyema. Wanao akili na alichokifanya mguuni tofauti. Ele kapteni 10 imekaa mgongoni lakini Rama yuko pale kutoa pressure kubwa lakini imeshindikana. Umiliki bado unakuwa San Siri. Wazee wajua hao. Imani Magoa ametafutwa vyema sasa. Kiza Merci akiinua macho yake vyema na kupima mpingo wake. Amerudisha nyuma. Kuna mtu anachekechwa, kuna anachekecheka. Seba yuko mwenyewe anajaribu kutoa watu lakini imeshindikana kutolewa. Bado anatoa pressure kubwa. Hamna kitu. Ramadhani Kayoko amesema hivyo. Amepokea mpira sasa ni golikipa. Simama, sio hivi, simama. Namuona kamishna yupo VIP, mambo sio mabaya. Naam.
Katikati mwa uwanja mambo mazuri kabisa kwa upande wa San Siro wakigongeana ndogo ndogo, macho yakinula vyema, kuna mtu amedanganywa. Ila amekataa udanganyifu bana. Unaweza kumta Max pia Nzegeli amechomekia vyema kabisa. Wanao wao wenyewe wakigusiana ndogo ndogo, wamepeleka majalo mengi sasa kwa ele. Kapteni Mwele Jumba tisa amepeleka kwa Mwele Jumba ise. Antu mtimbeti wishuti yao. Mpanda ndo kamishina wa leo anaweza kaboronga mheshimu tu hivyo hivyo. Mliki kwao watu wa San Siro amepokea vyema Merci. Merci ameanza vyema. Merci nyuma ya boli. Haraka wameanza sasa na Ezekiel kwenye njia za kupita mtafuta Bukuru na amepatikana vyema. Mtu mrefu unaweza kufikiria vijui lakini yaliomo yamo. Sasa kuna mtu anapewa mateso kule. Anao mpira lakini mambo kwenye offensive amechezwa faulo na Rashidi Isaya. Ameruhusiwa kupiga free kick na Ramadhani Kayoko, mwamuzi wa siku ya leo. Vipesi katikati mwa uwanja amekaa vyema na kutachi, wameuparaza kidogo. Bukuru! Ni wazo zuri lakini alichokifanya akijamlipa. Ajaribu kwa wakati mwingine tena akapata matokeo mazuri na kuilipa timu yake kwa kiasi kikubwa mno, lakini Kitambaa anazidi kujitetea haki. Ameanza haraka. Maana kali, maana vurba. Masa Rashidi ametafuta kapteni Ramsey. Kidogo golikipa Tereze bana. Wameanza haraka JMRC. Katikati mwa uwanja ametafuta vyema kabisa Eric Viane ametafuta captain lakini imeshindikana. Amekaa vyema Imani Magoa, Mr. Jamaica, Seba, Etozo akitafuta Merci lakini Seba amekaa vyema na kuwadanganya kwa mguu wa kushoto kama Alejandro Balde. Seba ametafuta captain, udhibiti umekuwa ndivyo sivyo. Katikati mwa uwanja sasa Gadson ametafutwa na amepatikana vyema kabisa, mzao kuchomekea akimdanganya mtu na amedanganyika vyema kabisa. Ametafutwa namba 9 ya dhahabu mwite Isaac. Gadson again, mzee wa kuchomekea Gadson akiwatoa mateso makali lakini imeshindikana. Masa amekaa vyema kwenye eneo lake. Gadson again katikati mwa uwanja sasa ni namba 18 Leovis Etozo bado anao yeye mwenyewe kwenye njia za kupita. Amemtafuta Sele. Ametafuta vyema sasa namba 22 Mtange amepewa vipesi zuri. Merci imeshindikana bado, umiliki na kwao. Kitambaa kipo chini. Ele kapteni Kitambaa kimejivu Sevu Stadium. Ni Ramsey Nana Kali amecheza kidumbwa kama Cristiano Ronaldo. Vua kinyako tukuone vyema Ramsey. Maybe wewe sio Ramsey wa zoni ya 4. Wewe ni Cristiano Ronaldo. Naam, imeitika, imekubali chua kwenye wavu. Wameongoza 1-0 watu wa Manakali. Lakini San Siro wanapooza na maji ya kunywa. Hawaelewi nini kinatokea, ni giza tupu kwa upande wa San Siro. Merci ameshindwa mpira mzuri, maybe angewatika bao kwa mguu wake lakini isivyo taabu. Ele kapteni akafanya maamuzi mazuri sana. Mwite Ramsey, mwamba haswa, mwamba kwa kanyaga, kafinyaga mno sana. Wamenyongonyea San Siro na kuyapokea matokeo kwa aina yoyote ile. Haijalishi amekuja kwa upande upi, lakini inabidi wapokee matokeo hayo na waridhiki kwenye uwanja Sevu Stadium. Uwanja umeshindwa kuwalipa kwa dakika hizi za mapema mno. Ramsey ametokea kuadhibu na kuwapa mateso makali mno kwa dakika ya 15. Ngoja tuyashuhudie haya mengine yajayo. Maybe anaweza akawa na mengi sana mazuri. Wameitwa kati. San Siro yuko pale. Isaac mzee wa kitambi. Yaliomo yamo hayo vipi? Kuna mchezaji naomba sabu ya lazima, maybe hali yake iko sawa.
namba 22 Mtanga anaomba sabu ya lazima, maybe hali yake sio nzuri kabisa. Hii ni ligi ya watoto dogo championship, watoto da lazima PDG wa mjini ndo wameamua kuleta furaha nyumbani na kuwafurahisha wakimbizi wa Nyarugusu. Matangazo ya moja kwa moja kwa lugha ya Kiswahili kwenye mitambo ya Kasako Media. Tanguruma mimi Filsoni Munasi, Profesa Mosi, kuanzia mwanzo hadi tunapofika tamati, bila kumsahau Chazi Elengelela. Ishara update pia atakuwepo kwenye matangazo moja kwa moja kwa lugha ya Kiswahili. Ndio watangazaji watatu wa Kasako Media hao. Umeanzisha Isaac Bukuru, kapteni amepokea vyema sasa. Jemersi Galson Bukuru Galson again. Etozo amemdanganya mtu na mdanganyika vyema kabisa. Mtanga Etozo Rashid Masa Etozo Jean-Luc mzee wa Rege Seba Imani. Merci, amepitisha mpira vyema na kumdanganya mtu. Ameanza sasa kwenye njia za kupita, lakini umiliki umekaa vyema kabisa kwenye eneo kucheza na kutoa nje. Mchezaji wa San Siri je ameanza haraka sasa. Imani Magoa katikati mwa uwanja, kapteni Bukuru amepatikana vyema kabisa na akaificha Mani, anazidi kuificha, pika kofi kazuri kabisa na kumtafuta Filipo, lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Amekaa vyema kabisa Jean na kutoa nje. Filipo amemwachia Oscar. Ezekiel vipesi nzuri, lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Hesabu zake na alichokifanya vimekwenda tofauti kabisa. Herib Abamba Aizabajo, kujina maarufu, huyo ndo head coach wa timu ya Manakali, mchezaji wa zamani wa Manakali. Alipostaafu akaamua pia kuchukua mikoba ya waamuzi waliokuwa kabla yake. Imani Magoa katikati mwa uwanja, Masa mzee wa kuwachezesha Rege. Imani Magoa mzee wa visiki akishimika vyema chini. Meruya vyema kwa Jean. Etozo ameonekana, Budo muite hivyo. Merci amepokwa mpira ule, lakini wanatuishana misuli vyema kabisa Jean. Imani Magoa mzee wa Jamaika, Mr. Regman amefika vyema. Masa kimiliki vyema, inapigwa pesi ndogo unaweza kufikiri Barcelona nchini ya Spain, lakini hii ni Nyarugusu camp. Imani Magoa mzee wa Jamaika. Etozo Budo imepelekwa mbele sasa kumtafuta Mtanga 22 mbele, lakini amecheza vyema kabisa kwa makini mkubwa sana, lakini bado kazi iko pale Manakali pale kwenye mshono. Kidole kimepasuliwa upya, pelekeni kwa daktari. Kazi mpya kwenye eneo la Sasiri, kazi ni kwao, kuna kazi. Goli 2 za mapema mno. Wewe Manakali wewe, ni Sele Mwamba, mwite Sele tena. Mambo mazuri kwa upande wa Manakali, wanapeana dozi nzuri. Lazima unyoke, lazima ukubali. Mwite Sele. Ni shuti la mbali ambalo linaonekana kama ina madhara kwa upande wa Sasiri, lakini madhara yakawa makubwa sana na wakaadhibiwa pakubwa mno. Vikao ni vingi vidogo kwa Sasiri. Nini kinatokea? Hawa ni miamba ya wapi? Inatokea wapi? Wajuze tu Sasiri ni miamba inatoka zone ya 4. Wakeni waliza Kepondo wako mwisho kabisa. Ni kuwapelekea moto tu, hawajala mpaka iishe. Hanza kaka ina neno. Isaka nyuma ya boli. Weka hapo Isaka. Ni Ramadhani Kayoko headi. Referee wa siku ya leo. Sheria 17 ziko vyema kabisa siku hii ya leo. Wameanza chapchapu watu wa Sasiri ili kulevel scoreboard, yote yanawezekana. Kwenye masuala ya mpira unaweza kusema kwamba Sasiri kwa dakika hizi za mwanzoni wako kinyonge mno, lakini wakaja kibabe mno kipindi cha pili. Yote yanawezekana kwenye swala mzima la sporti.
Kuna mechi niliyokuwa kwenye mitambo mimi mwenyewe, Alliance de Force dhidi ya AFD Maendeleo. AFD alipokea 2-0 dakika za mwanzoni, lakini dakika za jioni wakalevel scoreboard 2-2 ikaishia hivyo. Yawezekana katokea Save Stadium majibu kama na kati mwa uwanja kitafuta captain Ramsey, nafasi nzuri lakini Viane amekaa vyema na kuondosha mpira huo. Seba yuko pale, Mr. Visiki ameanza na Ramsey, mfungaji wa bao la kwanza. Ramsey akimcheza kindumbwe, Viane amekubali, yuko pale Mtenga katikati mwa uwanja, lakini amekaa vyema kabisa Rankunda. Kapteni mambo kwa ndivyo sivyo, ameondosha mpira ule, lakini bado umiliki na kwao. Viane amembabatizia mtu katikati mwa uwanja, Budo yuko pale, ameupoka mpira vyema kabisa Sansiri. Mchezaji hatari huyu, ingizo jipya hili. Ameanza haraka na kutoa pesi nzuri kwa Gadson. Good save. Super save. De Gea. Gadson alipeleka pressure kubwa sana kwa timu ya Manakali, lakini imefanyika save kubwa sana. Ameifanya De Gea. Ametafutwa Mtenga, lakini amekaa vyema kabisa Samsoni, lakini umiliki bado unakuwa Mtenga. Gena kitafutwa Viane, ameuachia mpira ule Mtenga amepanda pesi nzuri kabisa, pesi maziwa. Merci we! Isemekane Manakali imeshindikana au vipi? Hawawezekani hao watu wa Manakali. Mambo ni magumu kwa Sansiri, hawaelewi nini kafanyika. Ni Merci. Anatoa mateso makali mno na vilio vikali. Anaofanya watu wa Sansiri kuna vikao vingi mno uwanjani. Awaleni nikaendelea. Lawama nyingi sana kwa Captain Bukuru. Lakini ndio hivyo, ni goli la 3. Ni mechi ambayo itakuwa na magoli mengi sana. Linaandikwa bao la 3 kwenye uwanja wa Save Stadium. Manakali wameshindikana. Kiwembe kimeshindikana. Waribu mpira ule. Mtenga amewadanganya na amedanganyika. Amejitokeza Captain Ramsey akiwapa mateso makali, lakini anao pale Gadson, Mr. Jamaica, Imani Magoa amekaa vyema. Mr. Visiki katikati mwa uwanja, Mr. Jamaica, Mtenga, Ramsey, Mtenga gene akiwapelekea moto mkali mno. Hawajaridhika na mabao watu wa Manakali kwenye njia za kupita, ni kwenye chaki tu. Anachezesha kwenye chaki, amepelekea vyema kabisa, lakini umiliki bado ni kwake. Amefanyia madhambi bana. Dakika ya 42, lakini mpaka sasa Manakali ni waongozi wa mabao 3-0. Huku Sansiri wakijishika kwenye viuno kwa hali ya juu mno, kwani hawaelewi kinachoendelea kwenye uwanja wa Save Stadium. Umekuwa ni ukatili mkuu unaofanyika hapa. Wamesulubiwa vikali mno. Ni free kick nyingine kutoka bao. Mambo yameshindikana. Umiliki na kwao bado, Kapeleza kimeshindikana hamna kitu bana, umiliki bado ni kwao. Goli! Walete! Hajijapita dakika 2, lakini mambo yamekuwa ni kasi. Moto ni ule. Ni kiwembe kinatamba kwenye uwanja wa Save Stadium. Ni Ramsey! Ele kapteni! Ramsey! Huyo hapo kitambaa kinaongea. Funga mdomo. Shona vyema. Akipokelewa vikali mno na Mr. Jamaica Magoa Imani. Mambo yameitika, ukubwa unafanyika. Ni 4-0 dakika za mwanzoni mno. Walete kati. Walete tucheze hadi wakimbie wenyewe. Yes! Imeitika Save Stadium. Ni nyeupe na kijani pekee ndio inaonekana siku ya leo.
Itafika tu watu wa San Siro wataamua kukimbia wenyewe, maana magoli ni mengi sana, ni mvua ya magoli kwenye uwanja wa Sevu Stadium. I say kazini kwao kuna kazi. San Siro hawana jinsi, lazima wacheze. Yuko pale Levis akimburuza mtu. Merci amechukua mpira kirahisi sana. Nao Rashidi Budo akiupelekea moto, hawajalizika na mabao. Sasa Rashidi ametokea vyema ukitafuta bao lingine la 5. Ni timu ya Manakali. Budo ako pale akiugadi mpira vyema, akirudisha nyuma kabisa kwa Merci. Merci ameonekana vyema na kumtoa mtu mmoja. Mr. Jamaica Imani Magoa. Mtanga amerusha kwa Mr. Jamaica Imani Magoa. Masa Mr. Budo offside. Ameingia na ametoka tena. Mambo ni yente sana kwa upande wa Manakali, ni magoli yamekuwa ni mengi sana. Ni magoli 4-0 dakika za mwanzoni kabisa hii. Sijui itakueje kwa kipindi cha pili. Hebu tushuhudie vyema mechi hii. Kaza macho, kaza misuli. No pressure. Wako pale watu wa San Siro. San Siro. Wasomengereza olo. Wasomengereza olo. Mna mabeki. Siri na Siri abichanai. Kule kama Siri na Siri abichanai. Tofauti ile Siri. San Siro wameshikwa. Ni half time kwenye uwanja wa Sevu Stadium. Dakika 45 za kwanza zimetamatika kwenye uwanja huu. Manakali akiwa mbele kwa mabao 4, lakini San Siro akiwa nyuma kwa mabao 0 kabisa. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Stadium. Tuzimaliza dakika 45 za mwisho. Mambo yake sawa kwa pande zote mbili. Wakikaribishwa mchezoni tena mara ya pili San Siro dhidi ya Manakali. Magoli ni 4-0 kwa upande wa Manakali, lakini San Siro wana 0. Kati mwa uwanja meanza haraka Lewis. Masa yuko pala kigodi vyema kabisa. Rashidi Budo akitafutwa Sele, ameonekana vyema. Mtanga Mtanga nao yeye mwenyewe ameudhibiti vyema kabisa kuendelea kucheza na kurudisha uwanjani. Yes, kuna mtu amepigwa vyema kabisa, tobo nzuri imepita vyema akitafutwa Sele again. Sele ampika vipesi nzuri kutapao lingine. Rudi kwenye matatizo, ni pale pale. Mambo hayajaisha mpaka yaishe. Ni hat-trick! Ni Ramsey! Ni hat-trick ya kwanza kuonekana kwenye uwanja huu hapa Juma Saya. Ni save. Hat-trick ya kibabe ya Mr. Ramsey al-kapteni. Tungekuwa Ulaya bana, angechomoka na mpira wake yeye mwenyewe. Lakini tuko kwa Abema yale kinwa, hilo haliwezekani. Mwite Ramsey. Shida kipa naye. Mateso yako pale pale. Maumivu yako pale pale. Rudini mkateswe upya. 5-0. 5-0. Ni mkono umeitika Sevu Stadium. Mkono umekubali. Hat-trick Ramsey. Haraka wameanza sasa Iran Kunda. Vian katikati mwa uwanja wakiwa na wao wenyewe. Wanakunyana ndogo. Mashabiki wamechoka na furaha. Merci yuko pale.
Budi mtenga amekwenda nje. Mr. Jamaica Imani Magoa nje ya kudrive vyema katikati mwa uwanja, lakini ubao umemuita bana. Imani Magoa, Mr. Jamaica, dakika hizi zimemtosha. Akitambulisha mchezoni mchezaji mpya kabisa huyu. Ametambulishwa namba 5 mgongoni, ambaye Saidi wana wao wenyewe umeanza haraka. Ingizo jipya hilo, umiliki bado ni wa kwao. Masa yuko pale, Mr. Kasongo yeye ameanza vyema sasa katika uwanja. Ingizo jipya ili akidrive katikati. Yes, ameonekana Budo, Mr. Mwite Tozo. Tumsiangalie hiki huko. Budo ameonekana vyema, Mr. Visiki. Mpigo vipesi lakini imeshindikana kuvuka ngambo, na amekaa vyema watu wa Sun City. Ameanza haraka. Merci. Mr. Budo, Mr. Visiki. Nane Grandisi Banakali. Mabao yamekuwa mengi sana mpaka yameshindikana kwenye uwanja wa Silver Stadium. Nini kiendelee? Nini kifanyike? Magoli ni mengi sana. Mvua ya mawe inafanyika kwenye uwanja wa Silver Stadium. Wanao pale katikati mwa uwanja Viane Grandis anao, lakini mmiliki na kwa wao wenyewe wamefanyana madhambi. Ni free kick kuelekea upande wa Sun City. Kamera ndo inazima inawaka. Boya. Umeme umeisha. Ameingia magoli mangapi? Saba tayari. Bila matata hajarekodiwa na sauti. Jamaa naomba goli kidogo. Ramsey kunyuma poli, El Capitani mfungaji wa mabao matatu pekee. Hat-trick ya kwanza kwenye ligi ya Totodogo Championship. Ramsey! Ule kipa amekaa vyema kwa namna hii. Goalkeeper DMRC. Bado umiliki na kwake, kuna mtu anacheza kindubu pale katikati mwa uwanja. Nao yeye mwenyewe napewa faida, amefanya madhambi katikati mwa uwanja, na amejitokeza vyema kabisa. Mbane Ezekiel, lakini mambo mko ndivyo sivyo. Ameupokea sasa Etolo De Gea. Masa katikati mwa uwanja, ni ingizo jipya hizo. Manakali wenyewe ndo wamiliki wa mpira, wakipeana dozi nzuri kabisa. Rashidi anao yeye mwenyewe, Rashidi bado wanao katikati mwa uwanja, na akipesi imekuwa ni mwingi sana, umekwenda nje, umembaha mbaya.
Sabu inaendelea kufanyika bana. Aushuti na kala. Hapa wakifunga anaweza furahi kabisa. Dosi. Ndio kola alko koto. Bana mtonze. Hapana bana mtonze. Ubao umemwona Vivian na vile na hesabu bana, na nafasi yake ichukuliwe na mwingine ambaye ni Theophil. Thierry Viane, dakika hizi zimemtosha kabisa kuonyesha uwezo wake katikati mwa uwanja. Umecheza 24. Wameanza haraka ni ele kapteni Ramsey. Ameblock vyema kabisa. Seba nao amempunguza kwanza. Seba again akitoa mateso makali na kuwasulubisha, lakini halikopeleka mpira ni mtu tayari ameshajenga kibanda muda mrefu. Nani hapa? Wameanza Sansiri. Theophil lakini amekaa vyema kabisa. Lucha Tegea Ramadhani wako pale, Manakali wakipeleka pressure kubwa kutokuridhika na magoli. Amepokwa mpira vyema kabisa. Umiliki umefika vyema, tatu ya dhahabu. Grandis no offside, Mr. Cheza boli, acha mkono kwenye. Hebu tuangalie mwamuzi ameona vyema kabisa, amefunika mkwaju wa penalty. Ramadhani Kayoko, ni penalty amewapea watu wa Manakali wakiwa na mabao, na yellow card inatoka kwa mchezaji leo touch kwa mkono. Ni penalty ametoa Ramadhani Kayoko. Ana magoli mangapi? Kwenye ligi penalty imepewa na nahodha wa kikosi cha Manakali Vurba, Mana Kiwembe, ambaye ameshakuwa na hat-trick. Tungekuwa Ulaya maybe leo angechomoka na mpira wake mwenyewe kwenye kikwapa, lakini tuko Afrika tena kwenye ligi ya Abe Mayele Kinwa akiwa mwenyekiti wa shirikisho. Hilo haliwezekani, uwezo wote ni mdogo sana. Ramsey kwa hatua hii ni lazima apewe tunzo ya mchezaji bora wa wiki. Kazi kubwa amefanya leo. Kitambaa kimejibu, kitambaa kimeitika. Hebu tumwangalie Ramsey, nahodha wa timu ya Manakali, kuandika bao la 4 kwa upande wake, lakini kuandika timu yake bao la 8 kwa mechi ya leo. Nini kinafanyika? Kuweka kwenye nyavu au kuweka nje, aiza ule nguzo. Penalty ile imepewa nahodha kuandika bao la 8 kwa timu yake, ila kwenye mabao hayo 8 ni yeye mwenyewe atakuwa na mabao 4 akiwa na nusu ya kazi iliyofanyika leo. Kipenga cha Ramadhani Kayoko kinasubiriwa ili kuamua penalty ya Ramsey. Anajita Cristiano Ronaldo, hata ushangiliaji wake ni wa Cristiano Ronaldo. Ramsey ameruhusiwa na kipenga cha mwamuzi. Ramsey! James, unaenda wapi? Wapi unalokota? Angalia kwenye wavu, umeshaitika chua. Goli la 8. Ramsey amekuwa na magoli 4. Ni ukatili mno, mateso makali sana unapokea watu wa Sun City.
Mambo yamekuwa makali mno. Sevu Stadium. Mashabiki wamechoka na kushabikia, wengine wamezimia. Kamera unakuja kupigwa mtoto. Anakuja kushangilia hapa na ana biashara. Utafungwa kamba blaza. Ajenda kina. Ele kapteni. Blaza utafungwa kamba. Umepelekwa mbele lakini imekuwa ndivyo sivyo. Mechi imekuwa na mabao mengi sana. Ndio mechi ya kwanza kwenye ligi mbili mfululizo. Kwanza ligi ya Kasa Cup round 4 na ligi hii ya watoto dogo championship hii imekuwa ni mechi ya kwanza kuwa na mabao mengi sana. Mabao 8. Wamelokota kunyavu watu wa San Siri. Itafika hatua wataulizwa mmefungwa ngapi, wakose majibu. Mzee wa Kisiki yuko pale kwa shimika vyema kabisa katikati mwa uwanja, imeonekana vyema. Grandis amekata vyema kwa Rashidi. Good control, kutokuridhika na mabao. Wameanza sasa haraka. Yes, imeonekana vyema lakini aliyechomoka ameshindwa kupata mpira kwa umakini mkubwa sana. Lakini umiliki bado ni wa kwao. Wakitafuta bao lingine. Watu pigwa vipesi nzuri lakini ni kona. Ndio wamekuja kushangilia. Ayo pike leo. Wewe duni unaacha hivyo. Wewe duni ndio huko. Ni kona nyingine wamepata watu. Wa maana kali, maana Vurba wakipeleka pressure kubwa sana. Kutokuridhika na mabao ambayo wako nayo mpaka sasa. Kama Bayern Munich ya pale nchini Uingereza haijawahi kuridhika na mabao kamwe. Kona imeruhusiwa. Amebacha kona hiyo nzuri sana. Mpira unapotea. Ni nyavu za nje, haijakuwa kwa ndani. Dakika ni ya 77 mpaka sasa. Zichoteka bado ni nyingi sana. Mabao bado wanaweza kaingia mengi sana. Hebu tutazame maybe maana Vurba itakuja kwenye rekodi kubwa hapa Nyarugusu kwa timu ya kwanza kufunga mabao mengi, aidha ya pili au ya tatu. Mabao 8 yameshuhudiwa kwenye uwanja wa Sevu Stadium. Mechi ya leo kitaalamu imeosha macho vikali mno katikati mwa uwanja. Wameupoka vyema wao wenyewe wanao, lakini mmiliki umeama kwa maana Vurba. Imeonekana vyema namba 3 mgongoni akimtafuta El Kapteni Seba. Mambo yamekuwa ndivyo sivyo, wameuklini. Bado wanaendelea kufanya kazi yake kama alivyojua yeye, nje ya kuwa nyuma kwa mabao 8. Wameanza haraka. Seba vipesi lakini imembatiza mtu. Wameanza haraka kwa Grandis. Ameparaza kwa kichwa lakini imeshindikana. Umiliki, kuna mtu ametolewa vikali pale kwa mateso makali katika uwanja. Amepokea ako clean vikubwa mno. Rashidi katikati mwa uwanja amepokea vyema Rashidi. Wana wao wenyewe. Vipesi imepewa yule lakini ameshaotea mno. Hey, alikuwa ameshapeleka fataki kubwa mno. Nuclear lakini imezibitiwa na golikipa TMRC. Ameachia simu hapa tao. Mechi imekuwa ni ya kawaida mno, magoli yamekuwa mengi sana. Wameanza wakitafuta bao la kufutia machozi katika siku ya leo, lakini mpira haupiti center. Sasa umiliki ni kwao, watu wa maana Vurba. Seba Grandis wana wao wenyewe maana kali. Vipesi, good save, super save. Hata kama magoli ni manane lakini save lazima zionekane. Sevu Stadium amefanya JMC kazi kubwa, kazi ya ziada. Grandis ameonekana hasi wadiwane umoja. Vipesi nzuri lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Sun City ni kama wapo vile sasa.
wanao wenyewe katikati mwa uwanja, lakini kuna kupelekwa mpira kuna mtu. Unaweza ukafikiria wamepigwa red card zisizopungua 4, lakini wako sare. Seba, Masa, Grandis, upo pale kwa Jean. Kofi imepigwa vyema kabisa, nimefika vyema, lakini ni offside. Yuko chini golikipa wa Sun City. Madaktari wakiitwa kwa uangalizi mkubwa sana, lakini yaweza kama madaktari hawapo. Mabao yamekuwa ni mengi mno, ya kikatili mno. Maana kali kwa ndivyo sivyo, umiliki na kwao Sun City. Gadson yuko pale akiutouch vyema, lakini Masa endelea kulinda lango lake. Viane akiwa na mpira huo utafuta bao la kufutia machozi dakika za jioni hizi. Moto sasa huko kwa upande wa Manakali, vipesi nzuri imepokelewa. Anajilaumu vikali mno sana kwa kushinda nafasi kama na ile. Nafasi nzuri, nafasi ya dhahabu. Dakika ni za jioni mno, kinasubiriwa kipenga cha maamuzi kutamatisha bunge hili hapa Sevu Stadium. Muda wote kutoka sasa mechi inaweza kutamatika hapa. Wanao watu wa Manavurba hawajaridhika na mabao bana. Kuna mtu anapeleka wewe kule, peleka mbuzi, lakini imeshindikana kuifikisha. Rama yuko pale. Kapteni lakini umetoa pesi maziwa. Umepokea vyema na kapteni Ramsey. Kapteni Ramsey. Wanao Manavurba! Ni moto mkali unawaka kwenye uwanja huu wa Sevu Stadium. Hawale watu wa Sun City. Jua limezibwa na Manavurba. Mambo yamekaa. Sasa mambo yameleweka. Mzari unasoma vyema. Ni 9-0. Uwanja Sevu Stadium. Dakika za jioni. Manavurba itoshe kusema kwamba ameshindikana. Manavurba imeshindikana. Manavurba imeshindikana. Rekodi kubwa mnaandikwa hapa Sevu Stadium. Goli 9. Kichapo kikali mno. Dakika zimetamatika 90 hapa Sevu Stadium. Mambo mazuri, mambo yente kwa Manavurba, maana kiwembe. Magoli mengi sana. Wakiingia kwenye kitabu cha maamuzi na kuandikia magoli 9 pekee. Ligi 4. Magoli hayajapatikana kwenye mechi moja, lakini leo yamepatikana. Mimi ni Filsoni Monasi El Professor Amosi, niite mwamba burudani. Nikiwa na Johnny Robert kwenye kamera. Tukutane kwenye mechi zingine. Asante. Kasako Media. One power ahead. Hii ni yetu sote.